Je, wajua kwa hapa Tanzania kuna app halali ambazo zinaweza zikakuingizia pesa kwa kutumia simu yako tu. Unachotakiwa tu uwe na simu yako na bando lako tu. Ukiwa na hizo application tu unakuwa unaweza zikakuchangia ukaweza kupata kipato. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho napoenda kukufundisha. App namba 5 tunaenda kwenye app ya TikTok. App ya TikTok ni app ambayo inaweza kukuingizia kipato kama ukiwa serious. Hapa nikimaanisha nini? Sasa hivi TikTok wanaweza kukulipa, ila unachotakiwa kufanya, utakuwa hii account yako uifungue kama international. Yaani kuna labda kabla unapofungua account unaifungua kama international, unabadilisha save unakuwa kama Marekani. Hapa inamaanisha ukiwa unapost content yoyote unakuwa una monetize, yaani content yoyote unakuwa unalipwa. Ila kwa sasa kwa Tanzania TikTok unaweza ukalipwa kwa kunanili, kwa kuingia live. Yaani mfano ukiingia live ukitumiwa nanili gift, yaani labda wananili wakakutumia gift, wale fans wako wakakutumia gift ukiwa live, inamaanisha hapo unaweza ukapata pesa. Alafu pia labda kama una content zako zinachekesha au zina nanili fulani, alafu audience wako wamenunua nini? Wamenunua zile coin. Kwenye sehemu ya comment kuna sehemu ya kutuma nanili hizo coin. Kwa hiyo akikutumia hizo coin zinajaa kwenye dashboard yako. Kuna dashboard ambayo kwenye professional dashboard yake itaonyesha kwamba umeingiza dola fulani kutokana na nini, na content zako. Kwa hiyo baada hapo hivyo unakuwa tayari umepata pesa. Kwa hiyo kwa Tanzania option ambayo inawezekana kwa kupata pesa ni kuingia live na ukitumiwa pia gift kwenye comment section. Ila ili uweze kabisa kupata pesa inabidi ufungue TikTok international account. Ukiwa na uhitaji wa kunanili unaweza ukacomment hapo, nikaja na hiyo baada labda kufungua international account. App namba 4 ni Twitter. Hii app unaweza ukajiingizia pesa kirahisi tu. Hii app ya Twitter unatakiwa tu ununue blue tick. Yaani vigezo vya kwenye Twitter inabidi ununue tu blue tick. Ukishanunua blue tick ukiwa unapost zako content, kutokana na reach zako na viewers zako za account yako unakuwa unalipwa. Kwa hiyo kwa huku nanili huku Twitter hata haina vigezo, huwa tu na kianzio. Na blue tick huku inaanzia kuanzia 18,000. Ukinunua zako blue tick hapo ya mwezi, ukiwa kama ni mtu wa idea za content ambazo zinaweza zikaenda viral, inamaanisha mwisho wa mwezi una uhakika hapo wa dola 200 mpaka 300. Na hapo vigezo tu uwe tu kuanzia nanili, uwe na followers kuanzia 500 tu. Ukiwa na followers kuanzia 500 unaweza kununua blue tick na ukawa monetized kwa content zako. Kwa hiyo Twitter ni njia ya app ya halali ambayo unaweza ukapata hela kwa Tanzania bila shida. Ni wewe tu uandae mtaji wa kununua blue tick na content kali basi. App namba 3 tunaenda kwenye app za beta. App za beta ni kama Facebook na Instagram. Hizi app pia zinalipa kutokana na nini, na content. Zinalipaje? Inamaanisha unabidi ukafanye monetization ya content zako. Ukija kwenye setting ya simu hapa kuna sehemu ya monetization ya content. Inamaanisha ukija ukafanya monetization ya content zako inamaanisha unaweza ukapata hela. Kuna njia zaidi ya 3 ya kupata hela kwa Instagram na Facebook. Inamaanisha mfano kunaweza ukapata hela kwa subscription. Kama unavyoona hapa subscription inamaanishaje? Wewe kama una content kali labda za kuelimisha au za kufurahisha, unaweza ukaandaa programu ya subscription. Inamaanisha ili mtu aweze kuona hizo content zako inabidi alipie. Akilipia inamaanisha wewe unakuwa unapost content kwa ajili za wale watu waliolipia. Inamaanisha ukiwa unapost hizo inamaanisha hao watu ndio wanaona waliolipia. Kwa hiyo ukiandaa content mbalimbali za hivyo, kama una audience kubwa inamaanisha unapata hela kupitia hiyo. Alafu njia nyingine
njia nyingine ni hawa Meta kama hao wanakupa pesa. Meta kama Meta huku kwenye Instagram utakuja kwenye sehemu ya account type. Baada ya hiyo option ya subscribe kuna hii option ya monetization inaitwa, ambazo ziko lani mbili. Hizi inawezekana kwenye content yako au kwenye content zako mtu akapenda content zako akutumia hizo flower, ambazo hizo flower lazima atumie hela kununua. Hapa inamaanisha akitumia hizo flower, unapozidi kupata flower nyingi, inamaanisha wewe ndio unazidi kupata pesa. Alafu pia hapa pia kuna ile option ambayo nilishaielekeza nyuma ya subscription. Alafu pia kuna hiyo option nyingine ya bonus. Japo kwa hapa kwangu mimi bado, ila akaunti yako jinsi inavyozidi kuwa kubwa kinaongezeka hapa kipengele cha bonus. Hii bonus inamaanisha hao Meta watakulipa kutokana na nini? Na bonus yako. Yaani kutokana na akaunti yako imereach watu wangapi. Inamaanisha hao wanakupa bonus ya kiasi fulani. Kwa hiyo hii ina apply both Instagram na Facebook. Kwa Facebook pale nilielekeza Instagram. Kwa Facebook ukitengeneza page, hiyo page labda ni ya content za aina zozote. Huku huwezi ukalipwa kwa ile account ya friend. Inabidi ile account yako ya marafiki ile we convert to professional mode. Na jinsi ya convert to professional mode ni rahisi. Tukienda kwenye profile yako kuna sehemu pale tu utaona ya convert to professional mode. Baada ya hapo ukija kwenye professional dashboard utaona sehemu ya monetization. Sasa ukicheki kwa account yangu hapa, hiyo option bado mimi sijakidhi vigezo kutokana na nini? Ni vivu wa kupost. Ukiwa na post mara kwa mara, ukija tu hapo unaona kabisa wewe uko tayari kwa kulipwa. Kwa hizi ni njia tatu ya kupata, njia halali ya tatu kwa Tanzania ya kupata hela, au app tatu za halali za kupata pesa Tanzania. Hii ni moja app za Meta, Facebook na Insta. App namba 2 halali ambayo inalipa Tanzania ni YouTube. Yaani hii app unayotumia kuangalia hii content, hii inaweza ikachangia wewe kupata hela halali kwa hapa Tanzania bila shida. Hapo unachotakiwa ufungue channel hapo ya aina yoyote kutokana na wewe ujiangalie, je, una ujuzi wa namna gani wa kupata pesa, au ujuzi wa namna gani naweza nikafundisha. Kama mimi ni mwalimu, kama mimi nimesomea mambo ya biashara, kama mimi ni IT au ni mtu wa IT, idea yoyote, kama mimi ni mpishi au nini, ufikiria content za aina yoyote, alafu uanze kupost kwenye hiyo account yako ya YouTube. Ukianza kulipwa kuna nini kutengeneza account, utakiwa sasa uhakikishe unapata subscribe 1000 na pia masaa 4000. Ukiweza kuyafikisha masaa 4000, maanisha wewe utakuwa tayari kuweza kupata pesa bila shida kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo usikae upoteze MB zako bure unaangalia tu content lakini wewe hauna account. Inabidi pia uwe na account ambayo itaweza kuingizia kipato. Afura pia ya YouTube unaweza ukawa una content zako hata 200 au nyingi zinaendelea kukuingizia pesa huku umetulia. Hapo hujaposti hata una wiki, lakini kuna content zinaendelea kutazama huku unaendelea kupata pesa. Kwa hiyo hii mbinu ya YouTube itaendea kazi. Kama unahisi una idea yoyote unaweza ukadiscuss. Hata kama ni ya ufugaji, anza mara moja ili uweze kujipatia pesa. Kwa hiyo kupata $800, 1000, 2000 unaweza ukapata tu kila baada ya siku 28. Ni wewe tu utayari wako. App ya kwanza ambayo ni halali kwa kupata pesa kwa Tanzania, ambayo ni wewe tu na MB zako na simu yako tu imejaa charge. Hii app inaitwa Canva. Hii app inapatikana pale Play Store. Hii app itakusaidia wewe uweze kuwa graphic design. Graphic design tumaanisha ni uweze kutengeneza poster, kutengeneza logo, kutengeneza college, kutengeneza dalili zile za wasanii, zile cover za wasanii, vitu mbalimbali, kutengeneza business card, invoice,
Yaani kitu chochote ambacho kinahusu mambo ya graphic design kipo hapa, unakipata bure. Hii app ya Canva inawezekana wewe kuweza kukupatia pesa. Sio lazima uende VETA si ukasomea, uende si chuo gani ukaanza kusoma mambo ya graphic design. Ukiwa tu na hii app unaweza kujipatia pesa. Hapa inamaanishaje? Mfano mtu amekwambia nataka labda unitengenezee logo ya kitu fulani. Unakuja hapa unaingiza kwenye hii, una download zako hii app ya Canva, unakuja hapa unatafuta logo. Sasa tuseme mtu amekwambia anataka logo ya nini? Labda huyo mtu anataka logo ya mambo ya nguo. Tunakuja tunatafuta hapa. Je, duka lake linaitwaje? Labda tuseme linaitwa Kariakoo Fashion. Tutafute logo ambayo inaendana na mambo ya nguo. Tukiangalia hapa, tuendelea kuangalia hapa. Logo ambayo inaweza ikawa symbol kwenye mambo ya nguo. Logo zipo nyingi. Yaani hapa logo ziko sababu ya biashara, sababu za logistics. Yaani hapa kuna logo za aina yote. Wewe mwenyewe tu ndio utafikiria, je, huyo mteja wako ambaye anahitaji logo, je, biashara yake inahusu na nini? Ukikosa hapo unakuja hapo na search labda. Search hapa. Fashion. Logo hizi hapa zinakuja sasa. Kutokana na huyu mtu anataka logo ya nini? Kama tulivyoongea, tulisema kwamba nataka tupate logo yenye mambo ya nini ya fashion. Sasa nilitafuta hapa hivi nikakuta logo ile inaendana na nini? Na mambo ya fashion. Logo hii nikaamua kuedit hapa nikaita nini? Kariakoo. Establish mwaka huu. Kwa hiyo hapa wewe ukishaingia kwenye Canva hapa, mwenyewe utaangalia, je, huyu mteja wangu anataka nini? Labda ni logo ya mambo ya fashion. Je, ni mambo ya bomba, si mambo ya umwagiliaji, si mambo ya viwanda, si mambo ya biashara, kitu chochote. Wewe ukiingia hapo ukisearch pale juu kwamba logo for nini, zitakuja logo ya aina mbalimbali. Sasa mwenyewe ndio utaangalia ipi kutokana na mteja wangu ipi itafaa. Na kala hivi utakuja utachange hapa, shughuli imeisha. Na hapo sio logo, kuna cover zile za wasanii, kuna poster zile za huko nje, vitu viko mbalimbali, sio business card, sio zile kadi za harusi. Yaani kuna vitu mbalimbali. Sasa wewe utaangalia, je, wateja wangu wapo wapi wengi? Ila hii ndio nimeona ni app ya kwanza halali ambayo unaweza kupata ikakupa pesa kwa hapa Tanzania. Ni hii hapa. Haina kona. Ni wewe tu uamue kuwa serious, uanze kujifunza tu kidogo, na haichukui muda, sio lazima uende darasani sio ukasome sio wapi. Ukikaa tu ukatulia siku 2 au moja, ukapitia vizuri au ukaingia YouTube kule kama hujaelewa vizuri, ukajifunza hapa, utapiga pesa na wateja wapo wengi mtandao. Kama una stress labda hujui labda gani utaweza kupata wateja, utaniambia nikuelekeze.